Marekebisho ya uwanja wa Uhuru ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuboresha viwanja vyetu vya Benjamin Mkapa na Uhuru. Hapa tulipo kulikuwa kuna kazi ya kubadilisha paa, pale lilokuwepo lilikuwa limechakaa likawa linavuja, lakini kuna kazi ya kufunga viti vyote zaidi ya 20,000 katika uwanja huu. Kazi hiyo imeanza, mnaviona nyuma yangu ni viti ambavyo tayari vimewekwa katika jukwaa kuu, lakini tulikuwa tuna matatizo makubwa kwenye pitch, eneo la kuchezea ambalo tutaweka nyasi bandia. Kazi hizi zote zinaendelea. Lakini pia kwenye eneo la barabara ya kuzunguka uwanja, running track, na yenyewe ilikuwa imechakaa, tumeshaweka tabaka jipya. Kuna sehemu ilikuwa ina kera hapa Uhuru, ilikuwa inaotesha nyasi, pana kama kimsitu cha nyasi hivi. Tumeondoa, tumeweka vitofali vidogo vile paving blocks kwa ajili ya kupaweka kuwa nadhifu zaidi. Viti kwa ajili ya mzunguko viko njiani vinakuja, mpaka mwisho wa mwezi wa 10 vitakuwa vimefika hapa Tanzania kwa ajili ya kuvifunga. Lakini hivi vya jukwaa kuu tumevifunga kwa haraka kwa sababu uwanja una matumizi makubwa ya karibuni. Uwanja huu pia tunategemea utumike kwenye sherehe za uapisho, matukio ya kitaifa haya. Kwa hiyo kwenye maandalizi ya kutumika kwa ajili ya sherehe hizi, uwanja mpaka sasa umefikia 90%. Tumeshakamilisha sehemu kubwa ya vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya. Lakini kubwa zaidi ambalo nitaka kuzungumza na nyinyi ni juu ya kukamilisha ukarabati mzima uwanja wa Uhuru ili utumike kama uwanja mbadala wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa tulikuwa tuna changamoto hapa na TFF wakaufungia uwanja huu kwa sababu sehemu yake ya kuchezea ilikuwa imechakaa sana, kwa hiyo ukawa haufai, lakini pia hakukuwa na taa. Kwa hiyo kwenye ukarabati huu tunafunga taa, tunabadilisha na tumetumia teknolojia tofauti kidogo. Mkiangalia eneo la kuchezea tumeanza na zege, na kuna vitu vitawekwa baada ya hapo zege ili visiumize wachezaji miguu yao, ili uwanja uwe tayari. Mkandarasi atakabidhi uwanja huu kabla ya tarehe 21 ya mwezi wa 11 itakuwa imekamilika, na tunatarajia akamilishe kabla, kwa sababu serikali imemuongezea fedha afanye kazi haraka zaidi. Tukifika hapo tutakuwa tumeuwezesha uwanja wa Uhuru kutumika kwa sehemu kubwa ya mechi za kimataifa na ligi kuu, wakati uwanja wa Benjamin Mkapa tunafanya mabadiliko ya pitch. Tuliwaambia kabla, watu wengi wametupatia majina mengi, sijui stadio de marekebisho na vitu vya namna hiyo. Acheni mbwembwe, tulishasema tangu mapema uwanja unahitaji marekebisho makubwa ya pitch. Uwanja wa Benjamin Mkapa, marekebisho makubwa ya pitch yanataka kuondoa tabaka la juu lote, tubadilishe tuweke tabaka jingine. Uwanja wa Uhuru tuna ukarabati kwa zaidi ya shilingi bilioni 19. Uwanja wa Benjamin Mkapa tumefanya ukarabati wa zaidi ya bilioni 31. Tunakamilisha sasa hivi, tumebakiza tu kufunga vile vitu vilivyokuwa vimebaki. Hizi ni fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ni wajibu wa kila mmoja kulinda miundombinu yetu. Sasa hapa uwanjani tuna matatizo makubwa yanatokea kila matukio ya michezo yanapofanyika. Watu wakiingia vioni wanaondoka na koki, wanaondoka na vifaa vilivyoko vioni. Naombeni kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Ukiona mwenzako anachomoa kifaa kwenye uwanja, toa taarifa. Lakini sisi safari tumeamua twende mbele zaidi. Tumeshaamua kuanzia sasa matukio yote ya uwanja wa Uhuru, uwanja wa Benjamin Mkapa na viwanja vyote vya serikali tutaweka toilet attendants kwenye vyoo vyote, tutaweka watu. Sasa kajichanganye, uende ukangoe koki, tukikukamata utatengeneza vyoo vyote. Kwa hiyo naombeni watu mkija viwanjani, njooni mtumie viwanja, sio kuja kuvihujumu. Sasa hivi uwanja wa Uhuru tukishakamilisha utakuwa ni uwanja ambao unatumika usiku na mchana, kwa sababu tunafunga taa, na wote mmeona tumeleta container zima la taa nzuri kabisa kutoka kampuni bora ya kuzalisha taa duniani, ziko pale. Nyasi tunazoweka hapa ni za ubora wa kiwango namba 1, ndio zitakazofungwa hapa uwanja wa Uhuru. Na tumekuja safari hii tunaweka kitu kinaitwa shock pad. Tunaweka shock pad kwa sababu teknolojia ambayo imekuwa ikitumika kuweka nyasi bandia kwenye viwanja vingi, hawaweki shock pad. Matokeo yake wachezaji wakicheza wanaumia miguu. Hapa sasa tumezingatia ubora wa kimataifa. Tunaweka nyasi lakini tutakuwa na shock pad ili wachezaji wakicheza wasipate madhara.